بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. watukufu wa Islam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake mpaka tumefikia hapa kukamilisha jambo hili. Watukufu wa Islam, kwa muda mfupi huu ningependa tusikilizane ili tufahamu hali halisi na tunavyotakiwa kufanya ikitokea hali kama hii. Ndugu zanguni, kama tunavyofahamu sisi wote au wengi wetu tumetamka shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tumekiri kwamba hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah. Tumekiri kwamba hakika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Yeye ndiye katuletea taratibu anaotaka tuishi nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kumkiri kwako ni kwamba umetoa maisha yako kuyakabidhi kwenye muongozo wake katika maisha yako yote, katika matukio yako yote yatakayokupata. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini, ingieni katika Uislamu wote kwa ujumla, jiingizeni katika kuutumikia au kuufuata Uislamu katika maisha yenu yote. Sio kwamba Uislamu utafanya kazi kwako katika baadhi ya nyakati na katika baadhi ya matukio, lakini matukio mengine unaachiwa huru ufanye unayotaka. Itakapokuwa unachagua baadhi ya matukio kwamba hapo wasimame Mtume sallallahu alaihi wasallam akupe maelekezo, na sehemu nyingine kwamba hapa isimame mila yangu inipe maelekezo, hapo umekanusha na umetoka. Hapo ndiyo panakuja wala tatabi'u khutuwati shaitan, wala msifuate nyayo, hatua, maelekezo ya shaitan. Atu'minuna bi ba'dhi al-ayati wa takfuruna bi ba'dhiha, kwamba mtakuwa mnakubali baadhi ya aya maelekezo yake na nyingine mtakuwa mnazikataa. Hapa tutakuwa tumetoka nje. Ndugu zanguni, tukio lililotokea leo hapa si aghalabu kutokea, kwa maana si mara nyingi, kwa sababu pengine wengi wetu hatufahamu kilichotokea. Ni kwamba mwanangu huyu au mkaza mwanangu huyu alikuwa mjamzito wa miezi 8 au 9 na amekutwa na umauti kabla hajajifungua. Sasa ni ipi hukumu ya kisheria pale mwanamke anapofariki ikiwa ana mtoto tumboni? Ndugu zanguni, hukumu ya kisheria kama mwanamke atafariki akiwa na mtoto tumboni, itaangaliwa kama mtoto yule yuko hai, basi atapasuliwa mwanamke huyu mtoto atolewe, na hawezi kuzikwa aliye hai ndani ya aliyekufa. Kwa hiyo kama ingekufa mtoto huyu yuko hai, mara moja ingetakiwa apasuliwe ili huyu mtoto aendelee kuishi naye asubiri wakati wake. Lakini ikibainika kwamba mtoto yule amekufa ndani ya tumbo la mama yake, basi huzikwa pamoja na mama yake. Mama yake huoshwa, hukafiniwa,
huswaliwa na huzikwa kama tulivyofanya. Hakuna haja ya kumpasua. Hivyo ndio hukumu ya kisheria inavyosema. Na ni kwamba wanasema maulama wazoefu wa mambo haya ya mambo ya uzazi kwamba itakapokuwa mwanamke amefariki, mtoto hawezi kukaa hata nusu saa ndani ya tumbo, atakufa mara moja. Mpaka wanasema hata kama mama amefariki na mnamsikia mtoto kwa muda mfupi huo anamalizikia, msije mkafanya pupa kwamba acha tumpasue tumtoe. Amepimwa na madaktari wazoefu kwamba huyu ana muda mfupi, kwa maana anaonekana ni dhaifu sana. Aghalabu ya wanawake anapojifungua na mtoto, lazima mtoto afe tumboni. Ni mara chache sana na ni wachache sana mwanamke kufa akiwa na mtoto tumboni halafu akaendelea kuishi. Ni mara chache sana inatokea, lakini mara chache. Sasa inapojulikana kwamba huyo mtoto amekufa, yatakiwa azikwe pamoja na mama yake, sio kuwatenganisha. Lakini ndugu zanguni, kutokana na kwamba sisi wote tunapuuza mafundisho ya dini yetu ya kwamba talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta kujua juu ya dini yako, kumjua Allah, kumjua mtume wako na kuijua dini yako kwa dalili, jambo hili tumelipuuza kiasi kwamba twaifanya dini yetu baadhi ya nyakati tukitumia aya za Qur'ani na hadithi za mtume, lakini baadhi nyingine tukitumia uzoefu wetu wa mila zetu. Kwa hali hiyo basi, watu wamepandikizwa na ibilisi alkhaufa, hofu katika nyoyo zao, wakafundishwa kwamba mwanamke akifa na mtoto tumboni, asipopasuliwa akazikwa naye, basi kila mwanamke katika familia hiyo atakayebeba mimba atakufa. Ndio itikadi iliyopo, na ndio mtihani uliotupata leo hapa, kwamba kutokana na kutoipa dini yetu kipaumbele na kuisoma, basi yakitokea masuala kama haya, twataka hukumu za kimila zimiliki au zihukumu, sheria za kimila zitawale. Hili ni jambo ambalo hatuwezi kulikubali maadamu tumetamka kwamba mwenye kutoa hukumu ni mmoja tu ambaye ni Allah, na mwenye kufikisha hukumu hizo ni mmoja tu ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuwezi kuchukua mafundisho kwa mwingine yoyote asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tukayaweka katika dini yetu. Tutakuwa tumepinda na kupotoka na kutoka ndani ya dini yetu. Kwa hiyo hukumu ya kisheria ndugu zanguni ni hiyo, kwamba anapokufa mwanamke na ikajulikana mtoto amekufa pia, atakiwa kuoshwa na kukafiniwa na kuswaliwa na kuzikwa, sio kupasuliwa. Na tuache mambo ya mila na kuogopa khaufu shaitania kwamba hapa tutadhurika, watu wote watakuwa na kufa katika familia hii, kama ambavyo pia mambo mengine ya kimila yametawala katika dini yetu. Mara nyingi tunaona tunapofiwa katika misiba mbalimbali, tuseme ule ukweli ndugu zanguni, mila inatawala nusu na dini inatawala nusu, na pengine mila itawale robo tatu, halafu ile dini ni ule wakati tu wa kumswalia, kumkafini na kumuosha na kumpeleka. Mambo mengine yote yaliyobaki waweza kukuta kabla ya mazishi na baada ya mazishi huwa yanasimamiwa na mila. Na watu wamekuwa na hofu kwa kauli ambayo mara nyingi inasemwa, osie mila yako mami ya dini heikoma. Watu wamejenga hofu zao katika kitu kinaitwa vipigo, kiasi kwamba hawafahamu wanakwenda wapi. Yani wanaona Allah subhanahu wa ta'ala yeye kuleta mtume mpaka hapa duniani, bali mitume kuja sheria yake ifundishwe, bado wanaona wana nafasi ya kuweka mambo yao katika dini hii. Hakuna ndugu zanguni, na yafaa tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Tujue kwamba
mauti huja ghafla. Yatakiwa kila wakati uwe umejiandaa, kila wakati uwe umejiandaa. Mfano binti yangu huyu, mimi jana nilitoka asubuhi, nilipoamka nikakuta mke wangu mmoja ni mgonjwa, kashikwa kweli kweli na limonia. Nikampeleka hospitali akatibiwa, nikamrudisha hapa. Nilikuwa nimeshajiandaa na kwenda Tanga. Wakati niko pale ndani napata kikombe cha chai, kachukua ndoo yake kaenda mtoni kubeba maji. Kaenda kubeba maji kanikuta hapo, na nikawaaga kama kawaida yangu, nikaondoka. Nimeondoka na kwenda Tanga kwa ajili ya masuala haya ya kidini, kupeleka baadhi ambao wanasoma kule. Maana na yeye pia ni mwanafunzi wangu na ni mkaza mwanangu. Yeye mimi nilikabidhiwa na baba yake muda mrefu awe chini ya himaya yangu na watoto wengine waliokuwa wakisoma. Nikawapeleka Tanga, ikawa wanasoma kule mpaka anaolewa na mtoto wangu, na mtoto wangu kaoa mwanafunzi wangu au binti yangu. Tunaposema hivyo inafahamika. Wameishi katika hali hiyo. Sasa naondoka na kwenda Tanga, nafika njiani natumiwa ujumbe kwamba Mwanaidi hali yake ni mahututi. Haya, kuna nini? Nikaweka gari kando, nikapiga simu, ndio nikaelezwa kwamba amefanya shughuli zake, amemsuka wifi yake imefika wakati wa dhuhuri, anasikia njaa, akasema nile, lakini anasema acha niswali mara moja ili nikila nipate kupumzika. Kaenda kutawadha, kala chakula chake, kaswali swala yake, kala chakula chake, amepumzika na udhu wake, akicheza na shemeji yake mdogo. Ghafla ile hali ilimjia pale pale, ikamjia, hazikumaliza dakika akawa tayari amekutwa na umauti. Kwa hiyo mauti huja katika hali hii. Sasa ingekuwa ni watu wa mila leo hii ingekuwa wazee wametawanywa, usio iwe hitana uko Tongoi, iwe hitana uko hii, iwe hitana uko hii, alafu mtuletee ripoti tujue ni kitu gani kimemuua huyu, ndio zianze kutafutwa kondoo, sijui fanya hivi na mambo kama hayo. Ndugu zanguni, hayo mambo yanapotezea wakati. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkweli, hasemi urongo. Hii dini inajitosheleza kwa kila jambo. Ukiamua kuifuata basi utaishi maisha mazuri, mizigo mingi itakuepuka. Lakini itakapokuwa unakaribisha hatua za ibilisi, utakuwa unabeba mizigo mizito mno. Sasa hivi tumemaliza kuzika, ndugu zanguni, na Allah awalipe kila hatua yenu mliokuja na mtakaorudi thawabu nyingi, na iwe sababu ya uzito wa mizani zenu siku ya Kiyama. Nawaombea dua hiyo, na nawaombea Allah subhanahu wa ta'ala tuendelee kuwaombea Waislamu dua, kwa sababu idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Hadha maruf. Mwanadamu anapokufa yale yote yakimletea thawabu hukatika, isipokuwa kama amefanya mambo matatu akiwa hai. La kwanza, sadaqatun jaria, sadaka aliyoifanya yeye mwenyewe yenye kuendelea. Amekufa lakini bado watu wanaitumia sadaka yake, mfano kujenga hata daraja, kujenga msikiti, kujenga hata madrasa, kuleta hata kukimoja pale msikitini, hata kununua taa moja, hata kuleta vitabu, ikawa watu wananufaika. Na hii ndiyo amali ambayo watu wengi wanaona haina maana, wanataka kuwekeza katika mambo mengine. Ya kwanza. Ya pili, au ilmu yuntafa'u bihi, au ilmu ambayo watu wananufaika kwayo na mtu ameshakufa. Kafundisha ilmu ya kisheria, kawafundisha watu hata udhu, kawafundisha watu swala, kawasomesha kusoma Qur'ani na mambo ya sheria ya dini, kasomesha. Huyo mtu aliyosomeshwa akaenda kumsomesha mwingine, wakifika 1,000 milioni 1, thawabu zote zinakuja kwako wewe, na hao pia hawapungukiwi na kitu chochote. Jambo la tatu, au waladun salih yad'u lahu, au mtoto mwema. Mtoto mwema ni yule aliyeandaliwa, ndugu zanguni. Mtoto mwema si yule mwenye kuletea pesa nyingi kila siku. Mtoto mwema ni yule aliyepelekwa kwa ustadhi, kamkabidhi ustadhi kwamba mtoto wangu ndio huyu, nielimishie dini, tena ukajitahidi na kumpa ustadhi huyo
hiba, zawadi nyingi, lakini kwa masikitiko makubwa katika sekta ambayo jamii ya wanadamu inaidharau ni pale anapofundisha ustadi. Nenda kaangalie mashule huko, watu wanatoa ada za shilingi ngapi shuleni? Hebu nenda msikitini au darasani madrasa, umkute mwalimu ameitisha 500 kwa ajili ya watoto, kwamba wewe watakiwa mwisho wa mwezi uje na 500. Huyo mwalimu hamalizi muda, utasikia buku vya hali ya juu, mwalimu anapenda pesa, mwalimu nini. Halafu angalia namna hao watoto wanavyoandaliwa wakienda shule na wanavyoandaliwa wakienda madrasa. Siku ya Jumatatu nguo zimepigwa pasi, mkoba umewekwa vizuri, viatu vimepigwa rangi, madaftari yamejaziwa vizuri, na pengine kama ni mtu mwenye uwezo anapelekwa shule na anapewa na pesa ya kutoka ya kula breki akitoka ili asome vizuri, na akigundua kwamba haendi vizuri katika shule anahamishwa shule nyingine. Tuje katika mambo ya dini. Hakuna siku utakuta mzazi anamuamsha mtoto mapema ila amuondolee kelele ndani ya nyumba. Vitana uko shule madrasa kwa kuweza choka na vuzo jako. Yaani anafukuzwa aende madrasa ili kuondosha kero ndani ya nyumba. Na sio kwamba ataandaliwa nguo yake, pengine zile nguo za juzi na jana alizocheza nazo ndizo anazokwenda nazo, na pengine aende bila kula kitu chochote, aitishwe 500 tu, itakuwa masikitiko makubwa. Kwa hiyo mtoto mwema ni yule mwenye kuandaliwa, ndugu zanguni, akahifadhiwa kitabu cha Allah, akafundishwa mafundisho ya mtume wake, akaishi katika hali hiyo. Huyo mtoto huyo, ndugu yangu Muislamu, huko ndio kuwekeza. Ukifa wewe hujafa, bado uko hai. Huyu mtoto amali yoyote anayoifanya, hata kabla ya kunyanyua mikono kukuombea wewe, yale anayoyafanya tu unapata sehemu katika amali zake. Sasa mtoto mwema ni yule mwenye kuandaliwa. Hizi ni sehemu 3 ambazo ukiziacha duniani unakuwa hujafa. Waweza kufa na mzigo wa madhambi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza kisa cha mtu mmoja ambaye alikufa akawa katika adhabu. Ameacha mtoto mwema huku duniani, anamuombea mzazi wake. Kila siku thawabu zinakwenda kwa ule mzazi, zinakwenda mpaka zikameza yale madhambi yote. Mwisho mpaka ule mtu akapanda daraja akaenda juu. Watu wakasema, huyu si ndiye ule aliyezikwa akiwa katika adhabu? Asema naam. Asema ni kitu gani kimempandisha namna hiyo? Asema aliacha mtoto mwema kule duniani, anaombea dua. Mtoto mwema mpaka aandaliwe. Kwa hiyo mambo 3. Jambo la 4, dua za Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Waislamu waumini kila zama wanapokuja duniani kuwaombea ndugu zao waliotangulia dua, wakisema Allah, tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia katika huu Uislamu, na tunakuomba Allah, wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu. Yani Allah anatufundisha tumuombe hivyo, kwa jinsi ambavyo ghilla katika moyo wako juu ya Muislamu mwingine ni kitu kibaya mno. Yani ghilla ni ile chuki, na hiqdu fil qalbi, mfundo katika moyo, chuki, kutamani neema ya mtu iondoke, kumchukia Muislamu. Allah mpaka anatufundisha tumuombe liondoke hilo, ili uishi na ndugu yako Muislamu katika hali nzuri. Lakini hebu angalia leo Waislamu wanavyoishi. Waislamu, mtu anaishi na ndugu yake Muislamu mpaka inatisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yahillu limuslimin an yahjura akhahu muslim fawqa 3 ayyam yaltaqiyani fayaridhu hadha wa yu'ridhu hadha wa khairuhuma man yabda bisalam. Si halali, maana ni haramu, si halali kwa Muislamu kumhama ndugu yake Muislamu zaidi ya siku 3. Kwa maana umejenga chuki, mmekosana na ndugu yako, umekaa zaidi ya siku 3, wewe mnakosana, huna raha naye, mnapitana, ukimuona kule unajitahidi ukae kando ili msije mkasalimiana. Ndiyo wengi tulivyojaa. Si halali, na mtu akifa katika hali hiyo hatofaulu huko anakokwenda. Mbora wao ni yule anayeanza kutoa salamu. Kwa hiyo ndugu zanguni, Muislamu yoyote popote alipo akinyanyua mikono akiomba dua kwa ajili ya Waislamu,
dua hiyo inawaifikia Waislamu anaowajua na asiowajua, duniani yote, dunia kote, walio hai na walio kufa. Ukinyanyua tu mikono ukisema rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar, Allah, tunakuomba utupe katika dunia hii mambo unayojua kwamba haya ndio mazuri yenye kunufaisha katika dunia yetu, na huko akhera pia tunakuomba utupe mazuri. Mazuri ya akhera ni pepo na radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utukinge na adhabu ya moto. Hiyo dua ukiiomba, upende usipende, kama mimi ni Muislamu natimiza vigezo, basi hiyo dua inanifikia. Hata kama unanichukia inanifikia, lakini kwa sharti, ndugu zangu, jambo la kwanza, mtu huyo awe ametimiza vigezo vya kuitwa Muislamu. Sio Muislamu kwa kutamka tu, ambao ndio Uislamu wetu tuliojaa nao, kwa kutamka tu kwamba man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, kwamba eti mtu akisema tu la ilaha illa Allah anaingia peponi. La, mpaka uingize katika matendo yanayotakiwa, ndiyo itakuwa inafanya kazi. Kwa hiyo ndugu zangu ni watukufu wa Islamu, nirudi tena kuwashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, azidi kuwalipa ujira mkubwa. Na mpaka hapa tutakuwa tumemaliza mambo yetu, yanaishia hapa. Kutokana na sheria ya Allah, dua zinaendelea kwa Waislamu kwa njia hiyo. Hata kama humjui jina, wewe omba tu dua kwa Waislamu, kama ametimiza vigezo dua itamkuta. Mambo mengine ambayo yanasumbua watu baada ya kufa, ambayo yanaleta fitna, ni mambo ya mirathi, mambo ya kurithisha. Watu wanaona mirathi ni nguo tu, wakati mirathi ni kila mali ya alichokiacha marehemu, kama tunavyozoea kuita marehemu, lakini kila alichokiacha maiti ndio mirathi. Hii yatakiwa ijumuishwe na iwekwe katika sheria ya Kiislamu, nani anapata nini, nani anastahili kumrithi na nani anapata nini. Habari ya siku ya tatu ya kutoa nguo katika sheria yetu hakuna habari ya kutoa nguo katika sheria ya dini yetu, kwamba eti watu hawaondoki mpaka shuke ziawe. Eti habari ya kusema mpaka ndugu fulani aje apewe nguo, hakuna. Huyu akifa mume, mrithi wake ni mke wake na watoto wake. Kama kuna wazazi wake, kuna sehemu inawahusu, watapata. Lakini haipangiwi kwamba mpaka iwe kesho kutwa au leo jioni. Kama mnataka kurithisha leo, chukueni mali zake zote, mzithaminishe, mjue ni shingapi, kuna watu wangapi ambao wanastahili kurithi, muwagawanyie. Sio nguo tu. Nguo zinatolewa siku ya tatu kwa ajili ya itikadi ya watu ya vitigo, kwamba bila kutolewa nguo ndio heshima. Ndugu zanguni, hii ndio hali halisi. Kwa hiyo kwa sisi tutakuwa tumemaliza. Mimi ninawaombea dua kwa Allah. Narudia tena jambo hili, wallahi namuomba kwa dhati Allah subhanahu wa ta'ala alipe ujira mkubwa. Mtakapoondoka hapa, muondoke hali ya kuwa mnamiminiwa thawabu mpaka mfike katika majumba yenu. Kumalizia kabisa, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wake alipokufa Jaafar ibn Abi Talib huko Sham, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha maswahaba, aliwaamrisha wa ndugu jamaa zake wa karibu, jamaa wa karibu wa Jaafar ambao ndugu zake, akawaambia isna'u li ali Jaafar ta'am fa innahum shughilu, hebu watengenezeni ndugu wa Jaafari chakula mwapelekee, kwa sababu wana jambo limewashughulisha. Ndugu zanguni, maneno ya Mtume yanathibiti kila siku. Kila siku yanapotokea matukio yanathibiti. Leo hii katika nyumba hii tumepatwa na msiba, hakuna aliyekumbuka kupika tangu jana. Njaa hapa, nimetoka jana mimi, nimekwenda mmerudi, tangu asubuhi mpaka leo sijui kitu gani chakula. Ilitakiwa ndugu yangu, jirani yangu aniletee chakula pale nyumbani mimi nile. Sina time ya kupika, sina time ya kuandaa chakula, nimeshughulishwa na msiba. Hii ndiyo tulivyoamrishwa. Ndugu zanguni, unaposema la haki ni vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala aridhike. Hatutaki watu wachukie, tunataka watu waridhike na wafahamu. Wamesema kwamba, maswahaba wanasema, tulikuwa tunahisabu kwamba mtu aliyefiwa kuwalisha jamaa wanaokuja katika maombolezo mabaya ambayo hayatakiwi kisheria. Hii ndio hali halisi. Watu wengine wataona labda ni uchoyo,
Huyu mtu ni mchoyo, hataki watu wale kwake, bali ninapenda zaidi watu wale kwangu, ila napenda zaidi Allah aridhike. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawashukuru. Hapa tumemaliza, tutaendelea na kumalizia yaliyobaki katika msiba. Tumewekewa mwisho ni siku 3. Kama hatujamaliza kuweka mambo sawa, lakini isipite siku 3 tuwe tumeshamaliza kila kitu. Kile kilichotolewa pale kikapelekwa pale kirudishwe, naona. Lakini baada ya siku 3 haitakiwi kuendelea na mambo inaitwa na msiba. Na waliokuja kuzika, Allah subhanahu wa ta'ala awalipe. Baada ya jambo kama hili wanatakiwa kurudi majumbani mwao, ili watu wa mayiti wajaribu kutafuta nafasi watafanya nini ili angalau wapate chakula. Lakini watu wanapoendelea kubaki sehemu ile, ndugu zanguni, yamtia wasiwasi yule ndugu aliyefiwa. Lazima atakuwa na hofu, ndugu yangu fulani hajapata, fulani hajakula, fulani, ili mradi. Hii ndiyo haki tuiseme hata kama inauma. Kwa hiyo ndugu zanguni watukufu wa Islamu, narudia tena, Allah subhanahu wa ta'ala alipo ujira mkubwa kwa juhudi zenu na kupoteza muda wenu kuja kushirikiana na familia hii ya mzee Saleh Mngazija, na Allah subhanahu wa ta'ala alipo ujira wa ustadhi wangu wote na wazee wangu wote na mashehe zangu wote na wote walioshiriki. Allah subhanahu wa ta'ala nawaombea kwa dhati, kwa kweli awalipo ujira mkubwa. Wabillahi tawfik, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.